Hii ni siku ambayo wana Young Africans wanaichukia. Ni siku ambayo ilikuwa inahitaji wanaume wanaweza kupambana na kuiandika historia. Yanga ambayo watu waliamini ingefanya maajabu ya kudondosha mbuyu mkubwa sana wa soka barani Afrika. Mbele ya uso wao ilikuwa ni Mamelodi Sundowns, moja kati ya timu iliyosheheni wachezaji wazuri na historia nzuri. Ni Young Africans ya Miguel Gamondi katika ardhi ya Tanzania yenye kazi ya kuipeleka hiyo timu hatua ya semifinal. Mechi ya kwanza Dar es Salaam 0-0. Mechi ya pili pale Afrika Kusini ni 0-0. Young Africans wakatolewa kwa mikwaju ya penalti. Tukio ambalo wana Young Africans hawatokaa walisahau ni tukio la Stephen Kiezis kufunga bao ambalo wao wanasema bao, lakini walio wengi wanasema si bao, na mimi nabaki hapo pasi kujua ilikuwa bao ama si bao. Ni tukio ambalo mpaka leo wana Yanga wanaamini lilikuwa ni bao halali, na Young Africans walikuwa na kila sababu ya kukata tiketi na kwenda katika hatua inayofuata, kwa maana hatua ya semifinal. Achana na matokeo yote yaliyopatikana na Young Africans kutolewa kwenye michuano, moja kati ya wachezaji ambao kwenye mechi hiyo walifanya kazi nzuri ni Jonas Mkude. Kwa nini Jonas Mkude alipata nafasi ya kucheza? Kwa sababu tu Young Africans walikuwa na mkosa Aucho ambaye alikuwa na injury, sawa na Pacome Zouzoua pamoja na Yao. Mwalimu hakuwa na option nyingine zaidi ya kumwamini Jonas Mkude akasimame pale kama nambari 6 wa kuzuia viungo machachari wa Mamelodi Sundowns wasilete tabu. Wana Young Africans walipopata taarifa hii walinyong'onyea sana. Hawakuamini kama Jonas Mkude angekuwa mchezaji ambaye angekuwa na kiwango bora kama kilichoonekana. Kumbuka Jonas Mkude hakuwa anapata nafasi ya kucheza mara kwa mara kutokana kwamba anayecheza kwenye hilo eneo alikuwa na kiwango bora. Mkude anasema rohoni mwake hakuwa anaogopa chochote kwa sababu yeye katika maisha yake ya soka amekutana na vimbwanga kama hivyo. Kwa mtu ambaye mwenye uono wa kawaida tuseme, kwa sababu unajua mashabiki jinsi ambavyo shabiki ni mtu ambaye anabadilika muda wote. Shabiki ni mtu ambaye anakupenda sasa hivi na hapo anaweza akabadilika. Kwenye maisha ya mpira sidhani kama kuna kitu tofauti sana kwa upande wangu. Yaani mimi nisemee hivi. Kwa sababu mpaka sasa hivi hapa hizi mechi ninazosema mimi kwamba si ni robo finali, si nishacheza mechi nyingi. Sasa hivi kupiga jumla za mechi ambazo nimecheza za robo finali kusema home and away tayari zinafika 8. Kuna hizi hapa za juzi inakuwa ni mechi 10 home and away. Nazungumzia quarter final Champions League. Kwa sikuona ni kitu ambacho kigeni kwangu. Yote kwa yote kutokana na mchezaji mpira anahitaji kupata nafasi. Performance ya mtu inakuja kutokana na nafasi anayopata. Unaweza ukakaa ukasema bwana sasa hivi labda ule kaisha, au labda unasema sasa leo hii uje ukae kusema bwana mtu kama Nkane labda sio. Huwezi kuona uhitaji wake kutokana na hapati nafasi. Kwa hiyo nafasi ni kitu kwanza kizuri sana kwa mchezaji mpira. Mimi wengi walikuwa na doubt na mimi kutokana na hawakuniona muda mrefu nikiwa nacheza. Lakini binafsi yangu nikirudi sasa kwenye moyo wangu, mimi kama mimi mwenyewe Jonas najijua ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo kwangu mimi haikuweza kunipa changamoto tu kwamba yeye mwalimu ni lazima pia awe na hofu kutokana hakuwa na uwezo kusema alikuwa na mtu ambaye anamwamini na mtu kwa wakati ule hayupo. Kutokana na muda ule hayupo. Kwa hiyo mwisho wa siku ilikuwa ni lazima aweze kuja kunitumia kutokana na nafasi ile ambayo yeye ambaye siku zote yupo hajapata hiyo nafasi. Yaani hayupo anaumwa tuseme. Kwa hiyo mimi binafsi yangu alinieleza, lakini kwangu nilikuwa naona kitu cha kawaida. Kwa sababu najua nikishakutana hivyo vigingi vingi tu. Kwa hiyo haikuweza kunipa ile kusema nianze kukati na hofu ama nini, hapana. Ni mechi ambazo nilishacheza, kwa mwisho wa siku nimeona mchezo wa kawaida tu, lakini kwamba kutokana na wale ambao hawakupata nafasi ya kuniona mimi kwa muda mrefu nikicheza, lazima wawe na doubt. Ni hivyo. Kwa hiyo niliongea naye wiki moja before tuseme. Na akaniambia tu Jonas, kuna mechi lazima ucheze. Nikamwambia sawa, hamna shida. Lakini bado yeye alikuwa ana hofu kutokana na kunipa nafasi pia muda mrefu. Ni hivyo. Jonas Mkude ni moja kati ya wachezaji wa tofauti sana kwenye ligi kuu Tanzania bara na soka la Tanzania kwa ujumla wake. Ana uzoefu wa kucheza soka kwa zaidi ya miaka 15. Ni moja kati ya wachezaji wanaoingia kwenye record ya kucheza kwenye timu mbili tofauti na zote ni kubwa, Simba pamoja na Young Africans.
Nafasi anayocheza ni moja kati ya nafasi yenye ushindani wa hali ya juu sana, na anakutana wachezaji wa kimataifa. Hila ana moyo wa kukunja. Moyo wake ni mweupe kama tishu na hajawahi kugombana na mtu kwa sababu eti wanacheza nafasi moja. Tukutane kwenye episodi ya pili.